kwa kusimamia kituo hiki toka tunasema inception stage, yani toka wazo mpaka kufika kwenye uhalisia wake. Na leo hii tunaona kwamba tumekuja kukizindua. Kipekee kwanza tumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa mwanadiplomasia namba moja ambaye kimsingi ndiye aliyesababisha haya yote yatokee. Kama tunavyofahamu kwamba kituo hiki kimefadhiliwa kwa kiasi kikubwa sana na wenzetu wa serikali ya Uingereza kupitia ofisi yake ya Commonwealth na mradi wetu wa shule bora ambao wenye thamani ya zaidi ya paundi za Uingereza 89 ambao ni zaidi ya bilioni 271, ambapo hapo awali tulikuwa na kitu kinaitwa call center, lakini sasa hivi tuna contact center, maana mnaona hizi facility zote ziko hapa. Lakini kama tunavyofahamu, tarehe 22 mwezi wa 4 2021 Daktari Samia Suluhu Hassan akihutubia bunge kwa mara ya kwanza kama Amiri Jeshi Mkuu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliagiza Wizara ya Elimu kufanya mapitio ya sera pamoja na mitaala yetu, kazi ambayo ilikamilika mwezi wa 10 2023, na sera hiyo sasa imezinduliwa tarehe 1 mwezi wa 2 mwaka 2025. Lakini sera yetu hii pamoja na mitaala yetu mipya imeanza kufanya kazi toka 2024. Tafsiri yake ni nini sasa? Kwa upande wa Watanzania, tunatoa wito kwa Watanzania wote. Sera hii ni kama tulivyosema ni 2014, lakini toleo la 2023. Lakini ina maboresho na mabadiliko makubwa sana ambayo kila Mtanzania anatakiwa ayafahamu. Na yule asiyeyafahamu, tukasema sisi kama serikali, kama wizara, kuna umuhimu wa kuwa na kituo cha kupata taarifa mbalimbali kutokana na mabadiliko ya taaluma yetu, mabadiliko ya elimu yetu, na mabadiliko ya mitaala pamoja na sera hii ambayo tunaendelea kuyatekeleza. Tunafahamu kwamba kutakuwa na changamoto mbalimbali zitakazojitokeza wakati tunaendelea kutekeleza sera pamoja na mitaala hii yetu mpya. Sasa ni wajibu wa kila Mtanzania kutoa ushauri, kutoa mawazo yake, kutoa maoni yake. Kwa hiyo kama wizara, kama serikali, tumeona ni muhimu kuwa na kituo hiki ili kuanza kupokea huo ushauri, maoni na mawazo ya watu mbalimbali, ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kuboresha elimu yetu iwe ni ile elimu ambayo Mheshimiwa Rais anaitaka, lakini ulimwengu jinsi unavyokwenda. Kwa hiyo kipekee ni washukuru na niwapongeze serikali ya Uingereza kwa kuliona hili, kwa kutufanyia upgrading ya kituo chetu kutoka call center kwenda contact center, na sisi tunaahidi kwamba tutatunza vifaa hivi, lakini vile vile watumishi wetu, kwa sababu watapata mafunzo maalum, tunaamini watafanya kazi, washapata mafunzo, tunaamini watafanya kazi hii kwa weledi kuhakikisha kwamba wanahudumia Watanzania.